Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tunamshukuru Mungu, ni siku ya Jumanne, ni siku ya mfungo. Kama ilivyo kawaida yetu mwaka huu, siku ya Jumanne na siku ya Alhamisi itakuwa ni mfungo wa kutafuta uso wa Bwana katika mambo mbalimbali. Na tuna agenda yetu siku ya leo inayotoka katika kile kitabu cha Luka sura ya 17 na mstari wa 5, na pia tutasoma Luka sura ya 8 na ule mstari wa 50. Maandiko yanasema hivi, Luka 17:5, mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Mitume wakamuomba Bwana, wakaomba kuongezewa imani. Na tunaona ya kwamba mitume sio kwamba walikuwa hawana imani, lakini kuna jambo waliambiwa ambalo kwao hiyo imani ilikuwa haitoshi. Na ukisoma ule mstari wa 4 nyuma yake utaona aliwaambia kwa habari ya kusamehe. Akasema, na kama akikukosa mara 7 katika siku moja na kurudia kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Sasa ile idadi ya kwamba mara 7 halafu anatubu kwako tena na kuomba msamaha tena kwa siku, bado uendelee kusamehe, ikawapa shida. Wakasema, tunayo imani, lakini tunaomba kwa hili tuongezewe imani. Kwa hili tuongezewe imani. Maana yake nini? Sio kwamba walikuwa na imani ya kila kitu. Walikuwa wana imani, lakini haikutosha kwa kila kitu. Kuna nyakati walihitaji kuongezewa imani kwa ajili ya mambo mengine. Ni sawa tu na wewe hapo, unaweza ukawa una imani ya kununua baiskeli, lakini usiwe na imani ya kununua gari. Unaweza ukawa na imani ya kununua gari, lakini usiwe na imani ya kununua meli. Unaweza ukawa na imani ya kununua meli, usiwe na imani ya kununua ndege. Sasa katika kila unachotaka lazima umuombe Bwana akuongezee imani. Kuna namna tunatakiwa kutengenezwa kwenda kwenye level nyingine. Kabla hatujaenda kuangalia vitu katika level nyingine, lazima imani yetu itengenezwe kwanza, iende hizo level nyingine. Kwa sababu Biblia inaeleza imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Uhakika wa mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake nini? Kama hauna uhakika wa mambo yatarajiwayo juu ya jambo fulani, uhakika ukikosekana, huna imani, huwezi pata kitu kutoka hapo. Kwa hiyo imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Una uhakika wa kwamba nitakuwa na nyumba mwaka huu. Lazima kuwe kuna imani itakayotakiwa kutengenezwa ili kuweza kuifikia hiyo imani ya nyumba, kwamba natakiwa kuwa na nyumba. Kwa hiyo swala la imani kutengenezwa na Mungu ni swala ambalo mtu mmoja anatakiwa aende mbele za Bwana aombe. Unataka nini mwaka huu? Kuna kitu gani unakitamani mwaka huu kitokee? Kitu gani? Je, unadhani imani ulio nayo inatosha? Lazima tuende mbele za Bwana kumwambia Mungu tutengeneze kwenye imani zetu. Nataka mtu mmoja siku ya leo akubali kutengenezwa na Bwana. Mwambie Mungu, ninaomba uitengeneze imani yangu. Tengeneza imani yangu. Shape imani yangu, nitengeneze. Biblia inaniambia kwamba katika ule mstari wa Luka tuliosema tutausoma katika ile sura ya 8 mstari wa 50, anasema, lakini Yesu aliposikia hayo akamjibu, usiwe na hofu, amini tu nawe utaponywa. Amini tu. Kuendelea kuamini tu sio kitu ambacho mtu anaamua, bali ni uwezeshwaji wa kimungu unaokuja ndani ya mtu na kumfanya aendelee kuamini, aendelee kuwa na uhakika. Unapitia jambo gani? Unaumwa nini? Mwamini Bwana kwamba siku ya leo anakuponya. Unahitaji imani. Mwambie Bwana Yesu, nitengenezee imani ya uponyaji wangu.
nitengenezee imani ya muujiza wangu. Unaweza kuwa unausubiria muujiza, lakini imani haitoshi. Lazima umuombe Bwana, mwambie Bwana, naomba unitengenezee imani ya kupata watoto, imani ya kupata mume, nitengenezee imani ya kupata nyumba, nitengenezee imani ya kuwa na maisha mazuri. Imani lazima itengenezwe, itakayovuta mambo yasiyowezekana kuwezekana. Lazima muombe Bwana ashape imani yako. Katika mfungo wetu wa leo tunaenda kumwambia Mungu, shape imani zetu. Utashangaa sana. Utaanza kuona vitu, utaanza kuona mambo ambayo kwa unayaona mwanzo. Unapomwambia Mungu shape imani zetu, utaanza kuona wepesi wa mambo fulani, na kuhakikishia utaanza kuona wepesi. Hilo jambo sio la kwako, ni jambo la Mungu. Kumwomba Mungu atengeneze mazingira, atuongezee imani. Mitume waliomba kuongezewa imani. Kumbe imani inatokana na kusikia kutokanako na neno la Kristo, lakini pia imani inaweza ikaongezwa ndani yako na Mungu mwenyewe akakuongezea imani kama mitume walivyoomba. Kwa hiyo tunataka twende mbele za Bwana, tumwambie Mungu, tunaomba katika mfungo wa siku ya leo, tengeneza imani yetu katika kupokea vitu vikubwa. Tengeneza imani yetu katika kurithi ufalme wako kwenye mambo yale uliyokusudia, yale mambo uliyoyatamka. Tengeneza imani zetu, Bwana. Na mara baada ya kutengeneza imani, Bwana anaenda kufanya jambo jipya. Bwana anaenda kufanya jambo jipya. Mungu wangu akubariki sana. Lakini pia kabla sijaenda kuomba juu ya agenda yetu ya leo, leo tutakuwa tunaweka wakfu tunataka kuanzisha maombi yasiyokauka kupitia online. Kwa hiyo tumepata eneo ambalo tumelikodi tayari, tumelipangisha, na tunataka tufungue kituo cha kuomba, kituo cha maombi ambayo atakuwa naenda live kwa radio online. Kwa tutakuwa tunaomba masaa 24, tutakuwa tunapokezana watu, tutakuwa tunaomba watumishi wa Mungu, tutakuwa tunaomba hapo masaa 24, tutakuwa tukiomba. Utakuwa ukisikia masaa 24 maombi, na inaitwa maombi radio, kwamba tutakuwa tuna online radio ambayo masaa 24 utakuwa unalala nayo, umeiweka wewe, ni kazi yako ni kununua bando, unaiweka hapo kichwani kwenye mto wako, unaitegesha hapo simu yako, unasikiliza maombi non-stop 24 hours. Neno kwa ufupi maombi, neno kwa ufupi maombi, neno kwa ufupi maombi. Tutakuwa tunapokezana watumishi mbalimbali, tutakuwa tunaingia hapo kuomba. Mungu amenipa hiyo revelation, amenipa huo ufunuo, amenipa maelekezo. Kutakuwa na kukoma kwa mateso ya usiku, kukoma kwa mateso ya usiku. Ukisikia hali mbaya, unahitaji kuinuka, unaingia moja kwa moja online, unaanza kusikiliza maombi radio. Kwa hiyo leo tutakuwa naiweka wakfu kwa Bwana. Hilo eneo naliweka wakfu kwa Bwana, na nitakuwepo hapo nikiomba kwenye hiyo eneo ambalo tumeshalikodi kwa ajili ya kutengeneza hiyo maombi radio, na Bwana ataenda kudhihirika hapo. Na kuna mambo ya kwanza kuita masavea, na wale watu wa taalamu wa kuja kuweka soundproofing wanakuja leo. Na nataka mtu mmoja ambaye anaweza akapanda mbegu yake hapo kwa ajili ya mwanzo kabisa wa hao masavea kuja. Kuna vitu wanatakiwa kuja navyo, sample na mambo mengine. Na tunahitaji asubuhi ya leo tunahitaji kama 420,000 kwa ajili ya kuweka hiyo, au masavea au wataalamu wanaokuja kufanya hiyo feasibility, wanakuja kutembea na kuona tunaweka soundproofing ya namna gani ili kuweza kuyatimiza maono hayo. Sasa ikiwa ndani yako unataka kuweka mbegu ya mwanzo kabisa, unataka kuweka mbegu ya mwanzo kabisa, tunahitaji 420,000. Ukiwa ndani yako unasikia,
natamani mtu asikie ndani. Kama haujasikia ndani yako, hujasikia kuweka mbegu yako, uwe na amani. Lakini kama ndani yako unasikia kuweka mbegu yako, basi mbegu ya asubuhi kabisa inayohitajika ni 420. Chochote ambacho Mungu anakusemesha unaweza ukakiachilia. Mtu mmoja siku moja akawa ananiambia, ananishuhudia, ananiambia, baba, nilisukumwa sana. Niliita jambo fulani kule Mlima Maombi. Akasema nilisukumwa kweli kweli. Alafu adui akawa ananiambia hivi, hiyo hela ndogo hapo watu wengi tu watatoa. Alafu akasema ilipofika mchana nilikosa amani kabisa. Alafu bado ndani yangu shetani akawa ananiambia wapo watu wengi watatoa. Alafu ikapita hivi. Akasema sikupata amani tena. Jambo hilo likanipa shida sana, mpaka alivyokuja kuniambia. Nikamwambia, sasa kwa taarifa yako nikwambie, lile jambo hakuna aliyetoa na mpaka leo halikufanyika. Aliumia sana. Aliumia sana. Sasa nataka uelewe kwenye namna hizi, usije ukasema hivi, kuna mbegu ya shilingi 50,000 wapo watu wengi watatoa. Kuna mbegu ya shilingi 10,000 hatapatikana mtu atatoa. Unaweza kuwa wewe ndio uliambiwa. Halafu usipofanya wewe, Mungu hakuamini tena. Siku nyingine anaona kama hupo makini kuisikia sauti yake, sauti ya ndani inayokuambia fanya. Hii ni mbegu na mahali ambapo natakiwa upande kwa moyo wa kupenda, lakini kwa kutumia fursa. Mahali hapo ni maombi masaa 24. Pata picha mbegu yako iko hapo. Pata picha watu wanapona kupitia wewe. Haitakuwa ya kawaida. Ikiwa ndani yako Mungu anakusemesha, basi asubuhi ya leo utaiachilia hiyo. Ikiwa umeambiwa labda 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, lakini yenyewe wewe achilia vile Mungu anavyokusemesha. Nataka niombe. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya neema yako unayoachilia siku ya leo. Asante kwa ajili ya mfungo ambao Mungu unasema nasi kwa namna ambayo haijawahi tokea. Mungu liye hai, endelea kutuimarisha katika imani zetu. Tunahitaji kukuona wewe kwa miujiza mikubwa ya ajabu isiyosemekana. Tunakuhitaji wewe kwenye maisha yetu kwa ajili ya mambo makubwa tunayotamani atujilie, kwa ajili ya uponyaji mkubwa tunaotamani uingie kwenye maisha yetu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, tupe neema ya kukuamini wewe. Utusaidie kutuongezea imani, Bwana. Tunahitaji kutembea kwenye neema, tunahitaji kutembea kwenye muujiza, tunahitaji kutembea kwenye nguvu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, tunaomba kibali chako, tunaomba nguvu zako, tunaomba neema yako katika jina la Yesu. Asante kwa maana kila mmoja unaenda kumuinua katika imani, unaenda kumuinua imani yako ikawe kubwa, imani yake ikawe ya ushindi kwenye jambo analolitaka, kwamba Mungu liingilie kati siku ya leo. Bwana, achilia nuru yako ya ajabu, achilia wema wako wa ajabu. Tenda muujiza, Bwana, fanya jambo jipya. Tunakuhitaji Jehova, katika jina la Yesu. Tunakuhitaji Mungu wetu, katika jina la Yesu. Utusaidie Bwana, utupiganie Bwana, utushindie Jehova, katika jina la Yesu. Sante kwa uaminifu wako, sante kwa nguvu zako. Sifa na heshima vyote Mungu liye hai ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. Amen. Mungu liye hai, asante kwa ajili ya kila unayemsemesha kwa ajili ya kuanza programu yetu ambayo Mungu umeisema nami kwa habari ya maombi radio yenye maombi ya masaa 24. Mungu liye hai, ninaomba yule utakayemsemesha ukampe neema, yule utakayemsemesha ukambariki, yule utakayemsemesha kwa ajili ya programu ya asubuhi hii. Mungu liye hai, ninaomba neema yako imfunike mtoto wako uliyemwandaa kwa ajili ya programu ya asubuhi hii. Ukatende miujiza, ishara na ajabu kwake, hata atakapoachilia sadaka yake kwa ajili ya programu hii ya maombi radio. Neema yako ikadhihirike na mkono wako ukawe kwa ajili ya mtoto wako kuinuliwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaweza ukaikamilisha ibada hii kwa sadaka yako, na pia we ambaye ungetamani kuhusika na
programu hii ambayo naianzisha na kuitengeneza tunaianza leo, basi utaachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.